Hapa nitakuletea sababu zinazopelekea kupata hedhi au damu yenye utelezi au nyembamba sana. Namba moja tunasema ni homoni ya estrojeni kuwa juu. Na unachofahamu ni kwamba homoni ya estrojeni ikiwa juu huwa inapelekea ukuta wa mfuko wa kizazi kutoa ute mwingi, na kwa hiyo na damu kuweza kuwa nyembamba na kuonekana kama ina utelezi. Lakini namba mbili ni mabadiliko ya ovulation. Wakati yai linapokuwa linatengenezwa, ute wa uke huwa unaongezeka. Kwa hiyo ikitokea umechanganyikana na damu ya hedhi, basi utaona kuna utelezi wa kutosha. Lakini namba tatu ni matumizi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa, vitanzi, sindano, vidonge, hivi vyote huwa vina asili homoni. Kwa hiyo homoni zikishabadilika, moja kwa moja utapata hedhi yenye utelezi. Upungufu wa homoni ya progesterone inafanya mzunguko usiweze kuwa sawa na damu inakuwa kama ute au inakuwa kama utelezi. Ndio kitu ambacho wengi hawafahamu. Progesterone na estrogen ni homoni muhimu sana. Lakini pia magonjwa ya kizazi, una uvimbe kwenye mayai, una uvimbe kwenye kizazi, una infection, huwa inabadilisha muundo wa hedhi. Lakini mwisho ni stress na hedhi duni. Tuambie kama una changamoto hiyo, basi nitafute hapa, nipo kwa ajili yako, nipo kwa ajili ya kuhakikisha afya yako inaimarika. JW Sub Clinic ni zaidi ya suluhisho.